na lazima sheria imbane, utalipa 400, huwezi acha chombo. Ni mara baada ya video ambazo pengine umeziona huko, wengine wakiwa wanatoa madai tofauti zikionyesha kundi la vijana ambao wengine ni wafanya biashara na wengine ni bodaboda ambao wamekuwa wanafanya kazi katika eneo hili la Mji Mkongwe, ambao walikuwa wakielekea kwa umoja wao kwenye ofisi za Mji Mkongwe. Ayo TV imefika hapa kwa ajili ya kutaka kufahamu kwa vijana wa bodaboda na wengine wafanya biashara, nini chanzo cha shangwe lile ambalo liloibuka kwa wingi hadi kuelekea ofisi za Mji Mkongwe, na hapa wanaeleza kiini cha chanzo cha vuguvugu lile ambalo lilokuwa likionekana huko mitandaoni. Mimi kijana, ukinikamata kisheria na kuwa mpole, lakini ukija ukunipiga na mimi nakuwa kama kijana, lazima vitu vingine vinatokezea namna kama hiyo. Na hii changamoto ya juzi, hawakuanzisha bajaji na bodaboda. Bodaboda walikuja tu baada ya mama aliyekuwa akiuza bidhaa hapo darajani stendi alikamatwa na wale askari, lakini bila kutumia hekima. Askari kati ya wale waliokuwemo walimkamata yule mama kinyume na sheria, wakampiga na vitu vyake kumwagia chini. Kwa hiyo raia waliokuwa na hasira zao nyingine, ya bodaboda walikuja baada tu. Lakini sisi hii inafika hata mwaka wa 3, 4, 5 tunafanyiwa, tunakamatwa, tunakwenda kule, tunalipa fine, tunapata vyombo vyetu. Hoja zetu sisi ni kwamba sisi wanyonge tuliojiajiri, tunaamua kujiajiri. Unafahamu basi tunapewa hata huruma na viongozi wetu watufikirie kwamba ni watu ambao tuna majukumu. Mimi hapa naendesha bajaji, lakini nina majukumu makubwa, na mpita hata anofanya kazi kwenye serikali, kwamba nina watoto 6 na nyumba nazihudumia na ndugu, na sijaajiriwa serikalini. Kwa hiyo pale ninapoajiriwa, kwanza faini zimekuwa ni kubwa, ni gunzo. Mimi nimekamatwa, labda nimepita no entry. No entry tunajua ni askari polisi peke yake ndio wanaruhusiwa kukamata chombo akakipeleka. Lakini hata askari wa Mji Mkongwe umepita no entry wanakukamata. Lakini faini yake inakuwa ni kubwa, 300,000. Hawana faini maalumu shoti. Mara tu 400,000, wewe utatoa 500,000. Kwa hiyo tunataka utaratibu ambao ukoje unaendana na sheria ya kisiwa. Lakini masuala ya siasa na masuala yetu sisi ni vitu vile tofauti kabisa. Hakuna mtu aliyoko nyuma yetu, ni vijana tu, zile hasira kali na kutokana na unyanyasaji wao wale watu, imebidi watu tu waamue kufanya vile. Umenifahamu? Lakini muda linatokea ile tatizo, mimi nilikuwa sipo, lakini baada ya kuja nikapata muktasari ni kwamba vijana walikwisha kunyanyaswa, kwamba wanachukuliwa pikipiki zao, mtu kakaa sehemu anapita, anabanwa sehemu kinyume na sheria, anapelekwa kule, akifika kule hana haja ya kujitetea, anaonekana ni mtu kama aloiba. Tunataka Mheshimiwa Rais kama alivyoturasmisha, tunamuomba na hili alishughulikia. Askari wake wa Mji Mkongwe imekuwa ni gunzo, na ndio maana wale vijana walikuwa na hasira kali. Wakikukamata wale watu, hataki kujua umempakia nani, una nani, hata uwe una maiti, basi ni lazima watumie nguvu kuchukua chombo. Yani lile lisihusishwe kabisa na mazingira ya kisiasa. Ajili na kwa ile pale siasa, biashara. Ndio ile pale tofauti na kisiasa. Ile ni mambo ya biashara, ajili wamekaa wakachoka. Ajili kila siku wanashikwa. Na sisi nao binadamu, tunafanya biashara, tunapata hela ya kula. Unaona, lazima kwamba sisi mtu umeshikia mzigo wake, lazima tu na yeye atasema kwamba kwa nini wamenishikia mzigo wangu? Basi lazima pana vitu fulani hivi vinachochea kusema kila siku tunashikwa sisi, sio vizuri. Lazima itokee vurugu kama ile. Ila sio kwamba ile inahusika na mambo ya siasa, sio kweli. Ile nakanusha. Tulikuwa tuna operation ambazo zinahusiana na mambo haya makubwa mawili tunayosimamia. Biashara holela ambazo zinafanywa kwa kuweka katika maeneo yasiyo rasmi. Kwa mfano wanapanga pembeni ya barabara hizi na njia tunazitumia. Lakini pia kwa hizi pikipiki na bodaboda zinazoitwa bajaji, zinazopaki na kushusha maeneo yasiyo rasmi, lakini na kupenya humu vichochoroni kwa spidi kubwa na kuhatarisha usalama. Angalia hawa wanaopita no entry na wanao paki au wanapoweka vyombo pasipohusika. Lakini wenzetu wa mamlaka ya usalama wa barabarani ambao kwa siku hiyo tulikuwa tunafanya pamoja, wao hawa wanakuwa wanaangalia na yale makosa mengine ya barabarani ambayo yanajulikana, hajavaa helmet, hana leseni au hana nini. Sasa kwa vile tulikuwa tunafanya pamoja na tulikuwa karibu na Mji Mkongwe, siku ile tulipata vyombo vingi tu vya moto vilikuwepo ndani hapa, vililetwa kwa sababu tunavikusanya pamoja na baadaye vinawekwa. Kilichotokea kilikutanisha kwamba waliokuwa wakidhibitiwa kibiashara
walishirikiana na wale ambao wamedhibitiwa kwenye hizi vyombo vya moto vinavyokiuka taratibu zetu na kufanya hiyo grupu ya vurugu, wakaelekea wote kwa pamoja kwenye ofisi za mamlaka ya Mji Mkongwe. Nilipita kuwafahamisha watu wa biashara siku ya Jumamosi na Jumapili. Kwanza wamefanya mzunguko mkubwa na wameleta taharuki huku njiani, kitu ambacho tayari kilikuwa ni uvunjaji wa sheria, lakini wamefika hapa na kuanza kurusha mawe kwa wengi sana. Ile ni kweli, kama wewe umekasirika au umekwazwa, kwa nini uendelee kuvunja sheria wakati kuna taratibu na mbinu za kufanya ukapata haki yako? Sisi tulikuwa tayari kwamba aliyekuwa hajaridhika aje aseme kitu gani akijamridhisha, tumwekee sawa na tumpatie chombo chake. Kuvunja na kuchukua kwa nguvu, basi ile ni kosa la kijinai.